Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema na kibali tena cha kusimama mbele zake usiku wa leo. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametutunza, ametupigania, ametutetea tukiwa tumeingia kwenye lango la zamu ya 3. Tunaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuachilia damu ya Yesu kwenye lango, jina la Yesu kwenye lango, neno lake kwenye lango. Achilia damu ya Yesu, achilia jina lake kwenye lango. Nasema jina lake ndilo ngao, jina lake ni kigao, liachilie hilo jina. Labradiska shazida baradia za shazala baradia mengro bazesha zalipa radia kosesha zahi rape kanta zele baradia kosesha zalibaridia peja barata za kila branda koperadia pejo brahinia kosesha zalipa radia kosasha zahi arate jede baridia kolebranda kosita libranda yejo zazia za shazahi rate zalibranda meju bradiska shazilia ratia zadia tainde erope shazalibarato zenia kasiasa shazai ajubradiska shaziliata. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tunakuinua tena Bwana kwenye lango hili la zamu ya 3 Bwana ya tarehe 30. Tunalinua jina lako Yawe, tunalinua jina lako Yawe, tunalinua jina lako Yawe, tunalinua jina lako Yesu, tunalinua jina lako kwenye kila sekunde, dakika na saa ya siku ya leo. Rape jede balibra anda kosita libranda yejoza lebra ande kosiata inde. Baba, katika jina la Yesu tunaliachilia jina lako Bwana, tunaliachilia jina lako Bwana likatawale kila dakika, sekunde na saa yote za siku ya leo, ikatawale usiku na mchana wa siku ya leo. Tunaliachilia jina lako Yesu, tunaachilia ushuhuda wa jina lako, tunaachilia utukufu wa jina lako ukatawale siku nzima ya leo, ukatawale siku nzima ya leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika damu ya Yesu, tunaachilia the testimony of your word, tunaachilia ushuhuda neno lako, tunaachilia the testimony of your word over this day. Rapesho radika libranda zosha zayada retoja libra ando kosita librande eso shazahi rateje libra ando kosiata libranda. Tunaachilia ushuhuda wa damu ya Yesu Kristo, maana damu ya Yesu Kristo inanena mema kuliko damu ya Habili, ina maneno. Tuna activate sasa na kuachilia maneno yaliyoko kwenye damu ya Yesu, tunaachilia kwenye kila sekunde, kila dakika na saa ya siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ewe tarehe 30, tarehe 30, sikia sauti ya Bwana, sikia sauti ya damu ya Yesu, sikia sauti ya jina la Yesu, sikia sauti ya neno la Bwana kwa jina la Yesu. Tunaitisha siku ya leo chini ya mamlaka ya neno la Kristo, chini ya mamlaka ya jina la Yesu, chini ya mamlaka ya damu ya Yesu. Rapejele branda kosisha za libaradia reto jazela branda kosisha za liparidia za shazayada kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ewe roho ya siku ya tarehe 30, ewe roho, ewe ulimwengu wa roho wa tarehe 30, tunaachilia damu ya Yesu ndani yako, tunaachilia damu ya Yesu Kristo ndani yako, tunaachilia damu ya Yesu Kristo ndani yako. Tunakutakasa, tunakutakasa. Ikiwa uliandikiwa chochote kinyume na makusudi ya Bwana kwenye familia zetu, tunakutakasa, tunakutakasa, tunatakasa kwa damu ya Yesu. Ewe roho uliyeko nyuma ya siku ya leo, sikia sauti yetu, sikia sauti yetu. Tuna mamlaka juu yako, tuna mamlaka juu yako, tuna mamlaka juu yako kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, na kwa neno la upatanisho lililoko ndani yetu. Tunajipatanisha na wewe, tunajipatanisha na wewe, tunajipatanisha na wewe. Hautatenda kazi kinyume chetu, hautafikiriza makusudi ya kuzimu, hautafikiriza mashauri ya kuzimu juu yetu, hautatekeleza mashauri ya kuzimu juu yetu kwa jina la Yesu. We subdue you right now, we subdue you right now, we subdue you right now. Tarehe 30 tunakusubdue, tunakusubdue, tunakusubdue. Rapasha katayada bahaya reto jalibranda zosha zayada reto jaziza shazalibrainda rito ziada bahaya. Hakuna silaha itakayofanyika kwako juu yetu na familia zetu na ndugu zetu na jamaa zetu na
kazi zetu na vyote tulivyo navyo itakayofanikiwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunakutisha na kukupa oda, utakuwa upande wetu, utasimama kinyume cha maadui zetu kwa jina la Yesu, na hutatekeleza mashauri ya maadui zetu, hautatekeleza nia za watesi wetu, hautatekeleza mashauri ya kuzibu juu yetu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, no weapon formed against us today shall prosper. Na uhakikishe kwamba hakuna silaha itakayofanyika juu yetu itakayofanikiwa. Tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 2026, sikia neno la Bwana kwa damu ya Yesu. Tunakutamkia kwa damu ya Yesu, utakuwa upande wetu, kuhakikisha ya kwamba mahali popote watakapokusanyana kinyume chetu hawatafanikiwa juu yetu. Hakikisha ya kwamba hakuna uchawi wala uganga utakaofanikiwa juu yetu siku ya leo. Hakikisha ya kwamba yamkini watakusanyana, lakini shauri lao lisisimame kwa jina la Yesu Kristo. Tunakupa oda kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Utafanikisha njia zetu, utafanikisha makusudi ya Mungu kwenye maisha yetu, utakuwa upande wetu, utatupa mkono wa shirika. Tarehe 30 kwa jina la Yesu tunakupa oda. Andika kwa jina la Yesu kwamba siku ya leo hatutazama pooza, hakuna ajali, hakuna nuksi, hakuna mkosi. Andika kwa jina la Yesu kwamba kwetu hakutakuwa na msiba, kwamba kwetu hakutakuwa na ukiwa. Andika kwamba kwetu kutakuwa na furaha siku ya leo, kutakuwa na amani siku ya leo, kutakuwa na uzima siku ya leo. Andika rapa shakata yada bahaya reto zalibranda zosha zayada reto jadi balabranda. Andika kwamba mashauri ya kuzimu hayatatimia kwetu. Andika ya kwamba yamkini watafanya shauri pamoja, yamkini watajipanga, yamkini wana nguvu zilizotimilifu. Tunatamka na kutangaza nguvu zao zinakatwa. Andika ya kwamba makusudi ya Mungu, mapenzi ya Mungu makamilifu yatatimia kwetu, yatathibitika kwetu, yatafanyikiwa kwetu, yatasimama kwetu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunatamka na kutangaza juu ya siku ya leo, hakutakuwa na kufa wala kuzama pooza, hakutakuwa na kufa wala kuzama pooza. Mipango ya kuzimu yote inapigwa, inazuiliwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu, acha uwepo wako, nguvu zako, mamlaka yako ijaze atmosphere iliyoko juu ya vichwa vyetu, ijaze atmosphere zinazotuzunguka kwenye nyumba zetu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunaikamata siku ya leo, tunaitisha chini ya mamlaka ya Kristo Yesu. Tunaitisha siku ya leo kwa jina la Yesu. Tunatamka na kutangaza, tunaingia na kutoka na malisho. Hatutatoka wanyonge, hatutatoka na magonjwa humu, hatutatoka na aibu humu, hatutatoka na mateso humu, hatutatoka na kushindwa humu, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Mungu anakuamini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda mbele za Mungu sasa kumwabudu Mungu. Mungu anasema hivi, anatafuta waabudu halisi. Jitahidi muda uliotenga, kumbuka umejigharimu. Kuna wengine saizi wako nchi nyingine, saizi ni asubuhi, wengine ni mchana, sisi kwetu ni usiku. Wale wa usiku umejigharimu. Kuna ambao wako kwenye nchi nyingine, sasa yuko kazini, umejibana, umekuja kwenye session. Make sure kwamba unautumia muda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Usije kwa kama umejihudhurisha, uje kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mazoea pembeni, na kama una struggle tu unapitia sasa hivi, muombe Mungu, nataka kuabudu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Twende mbele za Bwana.
Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tuko mbele zako tena sasa Bwana, tunakuadhimisha, tunakushukuru, tunakubariki. Tunakuinua kwa uaminifu wako Mungu wetu na kwa neema yako izidio ambayo umeiachilia kwetu. Asante Mungu wetu kwa kutupa neema ya kuweza kushiriki mbele zako usiku wa leo. Baba, asante kwa kuwa ukutuacha tuangalie hali ya mwili. Umetutegemeza, umetusaidia. Tunajua tumesimama hapa kwa sababu Mungu umetushika, umetusaidia. Asante Mungu wetu kwa uaminifu wako. Asante kwa kutupa nguvu ya kushinda mwili. Tunalibariki na kulinua jina lako takatifu. Asante Mungu mwenye haki kwa ajili ya makusudi yako na mapenzi yako makamilifu uliyoachilia kwa ajili yetu siku ya leo. Tuko mbele zako Bwana, sasa tunakutukuza na kukubariki. Tunakuinua Mungu wetu, maana hakuna Mungu kama wewe. Tunakuadhimisha kwa ajili ya uzuri wako na ukuu wako na uweza wako. Tunakubariki kwa ajili ya utajiri wa utukufu wako uliomimina kwenye maisha yetu, kwa watoto wetu, kwenye familia zetu, kwa ndugu zetu, kwa jamaa zetu, kwenye mazingira yetu. Asante kwa jinsi ambavyo umetutunza, umetupigania na kututetea. Asante kwa jinsi ambavyo umetulisha, umetunywesha, umetuvisha. Asante kwa kuponya maji tuliyotumia. Asante kwa kuponya vyakula tulivyokula. Asante kwa kuponya hewa tunayovuta. Baba, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umetupigania vita vya siri na vita vya wazi. Asante kwa kufunga milango na milango mingine uliofungua. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako izidio ambayo ulimimina kwetu usiku na mchana. Asante kwa kuwa kuacha mguu wetu usogezwe Bwana. Asante kwa kuwa kusinzia utulindae. Umetulinda na mabaya yote, umetulinda na mashauri ya mataifa, umetulinda na hila za yule mwovu. Baba, tuna kila sababu ya kuja mbele zako na kusema asante. Umetulinda Bwana Yesu, hatukujikwaa kwenye eneo lolote. Leo tumekuja kwako kwa kuwa Mungu umetusaidia. Tumesimama kwenye uwepo wako siku ya leo kwa sababu Mungu Bwana umetusaidia. Baba, tunakushukuru kwa neema yako na uaminifu wako. Baba, tunakutukuza kwa ajili ya matendo yako makuu. Asante Bwana kwa kuwa wema wako umekuwa mwingi sana kwetu. Umetuzingira nyuma na mbele na kila upande. Kila tunapotazama Mungu tunakuona wewe. Tukitazama mazingira yetu Mungu tunakuona wewe. Tukitazama watoto wetu Bwana tunakuona wewe. Tukitazama kila tulicho nacho Bwana tunakuona wewe. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya wema wako, uaminifu wako na fadhili zako. Hivi tulivyo leo ni kwa sababu Bwana umetusaidia. Baba, tumekuja mbele zako tunaleta adhama. Baba, tumekuja mbele zako tunaleta sifa. Baba, tumekuja mbele zako tunakutukuza. Omniscient God, receive the praise. Receive the praise, oh God. Receive the praise, oh God. You are good God. You are loving God. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako juu ya kila nyumba iliyokusanyika mahali hapa, juu ya kila familia iliyokuja mahali hapa. Tunakushukuru kwa ajili ya watoto wote waliokusanyika mahali hapa Bwana. Asante kwa mataifa yaliyoko ndani yetu yaliyokusanyika mahali hapa Bwana. Asante kwa ajili ya watoto wetu wote ambao wako kwenye uwepo wako sai Bwana. Tunakushukuru, tunalibariki na kulinua jina lako Yesu. Asante kwa ajili ya wingi wema na fadhili zako nyingi ulizotutendea Baba. Tunashukuru kwa ajili ya nguvu zako Baba. Tunashukuru kwa ajili ya matendo yako. Asante kwa kuwa kuacha mguu wetu usogezwe. Asante kwa kuwa kusinzia utulindae. Umetulinda na mabaya yote. Ukufikiliza nia za watesi wetu. Ukufikiliza nia za maadui zetu Baba. Umetuokoa na mitego ya uwindaji. Umetuokoa na tauni ya ribuyo Baba. Pokea sifa Baba, pokea sifa. Ni nani aliye kama wewe Mungu wetu? Ni nani aliye kama wewe Mungu wetu? Uliye hodari wa kuokoa, uliye hodari wa kuokoa, uliye hodari wa kuokoa, uliye hodari wa kuokoa. Ufanye njia pasipokuwa na njia. Mungu uliye na kweli, Mungu uliye na kweli, usiye na kigeugeu Baba. Tunakubariki Baba, tunakubariki Baba, tunakubariki. Receive the praise, receive the praise. Asante Bwana kwa jinsi ambavyo umetunza ndoa zetu, umetunza nyumba zetu, umetunza ndugu zetu, umetunza jamaa zetu, umetunza watoto wetu, umetunza kazi zetu. Ukutupungukia kwa neno, ukutupungukia kwa tendo Baba. Pokea sifa Baba, pokea sifa. Asante Mungu mwenye haki Baba utukufu, kwa jinsi ambavyo umetufanikisha kwa siri na kwa wazi, kwa jinsi ambavyo umetutetea kwa siri na kwa wazi, kwa jinsi ambavyo umetufungulia milango kwa siri na kwa wazi Baba. Asante kwa malaika waliofanya kituo usiku na mchana wakituzungukia kutulinda na kutukinga usiku na mchana Baba. Asante kwa malaika ambao walikuwa kwenye njia zetu wakitulinda tusijikwae njiani Baba. Asante Baba, asante. Ni nani aliye kama wewe Mungu wetu? 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 Mungu wa milele Baba wa utukufu, asante kwa ajili ya siku ya leo uliyoifanya. Asante kwa kutukirimia neema ya kuiona Baba, tukiwa tarehe 30
tukiwa kwenye ukingo wa kuimaliza mwezi, tukiwa kwenye ukingo wa kumaliza mwezi. Baba, tunakushukuru kwa matendo yako makuu uliyotutendea, kwa uaminifu wako uliotenda kwa ajili yetu. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Tunakuinua Yawe. Pokea sifa za mioyo yetu. Pokea sifa za mioyo yetu. Pokea sifa za mioyo yetu. Toka kwenye sakafu za mioyo yetu Bwana, tunainua sifa zetu kwako. Toka kwenye sakafu za mioyo yetu, tunainua sifa zetu kwako Bwana. Pokea sifa. Tumekuona usiku, tumekuona mchana, tumekuona asubuhi, tumekuona jioni, tumekuona machweo, tumekuona mawio. Baba, tunakushukuru. Tumekuona tulipolala, tumekuona tulipoamka. Baba, tunakushukuru. Tumeuona wema wako Bwana, tumeuona wema wako, tumeziona fadhili zako, tumeuona mkono wako, tumeaona matendo yako, tumeuona wema wako, tumeziona nguvu zako, tumeuona uaminifu wako. Baba, tuko mbele zako, tunakiri kabisa Bwana, kama siwe kuwa pamoja nasi, kama siwe kutusaidia, kama siwe kutuvusha, kama siwe kutusimamisha, kama siwe kutudhibitisha, kama siwe kutuimarisha, Baba, tusinge kuweko mahali hapa. Baba, tusinge kuweko mahali hapa. Kama siwe kutuwezesha, tusinge kuweko mahali hapa. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Umetuvusha kwenye vihunzi vingi, umetuvusha kwenye mitego mingi, umetuvusha kwenye mateso mengi. Kuna kuta zilikuwa ndefu, tulikuwa tujui tutavukaje. Baba, ulituvusha. Baba, tunasema asante. Baba, tunasema asante. Baba, tunasema asante. Umekuwa majibu yetu, umekuwa njia yetu, umekuwa wokovu wetu, umekuwa mwamba wetu, umekuwa majibu yetu, umekuwa wokovu wetu, umekuwa amani yetu, umekuwa furaha yetu, umekuwa uzima wetu. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Tumeexperience uweza wako kwenye maisha yetu. Baba, tunasema asante. Asante kwa ajili ya kila familia iliyoko mbali hapa. Asante kwa ajili ya kila nyumba. Asante kwa ajili ya kila mji. Asante kwa ajili ya kila biashara. Asante kwa ajili ya watoto. Asante kwa ajili ya mazingira yote yaliyoko mahali hapa. Asante kwa ajili ya kila ulichotupa, kilichoko kwenye uwepo wako mahali hapa Bwana. Tumekuja mbele zako Bwana, hatujaja peke yetu, tumejihudhurisha mbele yako pamoja na wote tulivyo navyo, na familia zetu, na watu tunaoombea. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Tumeuona mkono wako, tunasema asante. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Asante kwa neema yako izidio. Asante kwa matendo yako ya ajabu. Asante kwa wema wako wa ajabu. Asante kwa rehema zako za ajabu. Asante kwa nguvu zako za ajabu. Ni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante kwa malaika wa uso wako walioko kwenye ibada ya leo. Asante kwa malaika wa watoto wetu ambao wako wamejihudhurisha kwenye ibada ya leo. Asante kwa kuwa malaika wa watoto wetu wote wako kwenye ibada ya leo. Asante Bwana. Asante Bwana kwa malaika wanaochukua mahitaji walioko kwenye ibada ya leo. Kwa malaika wanaochukua maombi walioko kwenye ibada ya leo. Kwa malaika wanaotunza uwepo wako kwenye ibada walioko kwenye ibada ya leo. Kwa malaika wanaotunza uwepo wako walioko kwenye ibada ya leo. Baba, asante. Baba, asante. Baba, asante kwa ajili ya jicho lako linalotutazama sahihi, kwa ajili ya nguvu zako zilizotufunika sahihi, kwa ajili ya matendo yako makuu ulioachilia sahihi. Asante Mungu wetu na Baba yetu. Asante Mungu wetu na Baba yetu. Ni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kristo aliye tumeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana kwenye ibada ya leo. Tukiwa tuko tarehe 30, ni siku ambayo imeambatana na ibada ambayo ilikuwa ni muhimu. Kumbuka tulikuwa tuna sessions za watoto mwezi mzima. Kwa tulikuwa tunahitimisha siku ya leo na agano kwa watoto. Tulikuwa tumepanga tungeweza tukacancel siku ya leo, lakini kwa sababu ilikuwa ni ibada muhimu ya kumaliza kwa ajili ya sessions za watoto, lazima tuifanye specific kwa ajili ya watoto.
Kesho kwa neema ya Mungu atatusaidia, tutakuwa na Passover night ya kutoka na kuingia mwezi mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ibada leo ni exclusive kwa ajili ya watoto tu. Bwana Yesu asifiwe, na wazazi. Amen. Haleluya. Basi wakati huu ninamwalika Rozi. Nasi internet imesumbua, hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu natamani tupite kwenye nyumba zetu kwa ajili ya kupitisha utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye nyumba yako, kwenye biashara yako, tunapitisha damu ya Yesu ipite na kufanya utakaso. Safisha nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana. Yaani ulimwengu wa roho, kila kitu lazima ujifunze kusafisha. Sasa hivi tutakuwa tunafanya session za kutakasa nyumba zetu kila mahali na kuchesa na kufukuza mapepo kama yapo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka mapepo yanatafutaga mahali pa kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye Ayubu 15:15 inasema, labda nisome kwa ajili yako ili uweze kujua tunavyoomba kwenye mazingira. Ujue tunakaa kwenye mahali ambapo wewe unaweza usione, lakini tunaishi kwenye eneo ambalo liko polluted. Ukisoma Ayubu 15:15, neno la Mungu linasema, yeye hawategemei watakatifu wake, na mbingu nazo si safi machoni pake. Si safi kwa sababu gani? Mapepo yanatafuta mahali pa kujidhihirishia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sasa tunaenda kuachilia damu ya Yesu kwenye mazingira yetu yote. Pitisha damu ya Yesu kwenye machemba ya maji. Takasa. Mina damu ya Yesu kama una sim tank nyumbani. Peleka damu ya Yesu kwenye sim tank. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine kuna wachawi unakuta kwenye mtaa ujui ni kitu gani hata wamecontaminate. Peleka damu ya Yesu kwenye magari, una chochote kile, achilia damu ya Yesu ikapite ikafanye msako utakaso. Alafu tutaingia kwenye utakaso wa viungo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema futafuata kwa kifupi afu utaendelea. Sema Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika ninaiachilia damu ya Yesu Kristo aliye hai kwenye mazingira yangu yote yanayonihusu na ya ndugu zangu wote ninaowahudhurisha mbele zako sahihi. Ninapoachilia damu ya Yesu kwenye mazingira yangu, damu ya Yesu inaenda na kwenye mazingira yao. Natakasa mazingira yangu kwa damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu chumba kwa chumba. Naachilia damu ya Yesu mlango kwa mlango. Naachilia damu ya Yesu dirisha kwa dirisha. Naachilia damu ya Yesu kabati kwa kabati. Naachilia damu ya Yesu kwenye mavazi yote. Naachilia damu ya Yesu kwenye vyakula vyote. Naachilia damu ya Yesu kwenye mfumo wa maji taka. Na mwaga damu ya Yesu kwenye mfumo wa maji safi. Maji tuliokinga ya kutumia. Na mimina huko damu ya Yesu. Na mwaga damu ya Yesu kwenye vyombo vya maji safi. Na mwaga damu ya Yesu kwenye vitanda vyote. Kwenye vungu zote. Kwenye mito yote. Chumba kwa chumba. Kampaundi zote zinazonihusu. Mashamba yanayonihusu. Viwanja vinavyonihusu. Kila mmea ulioko kwenye mazingira yangu na umiminia damu ya Yesu. Kila kiumbe choko kwenye mazingira yangu na kimiminia damu ya Yesu. Na mimina damu ya Yesu hata kwenye mjusi. Mwana wadudu wanaoonekana wasioonekana kwa macho, walioko kwenye mazingira yangu, walioko kwenye hewa inayozunguka kwenye nyumba yangu. Naachilia damu ya Yesu Kristo na takasa kila bakteria iliyoko kwenye mazingira yangu, kwenye hewa inayozunguka kwenye mazingira yangu. Ninaiachilia damu ya Yesu ya utakaso. Ninaachilia damu ya Yesu ya utakaso. Na mwaga damu ya Yesu kwenye paa lote. Na mwaga damu ya Yesu kwenye vyoo vyote. Na mwaga damu ya Yesu kwenye mabafu yote. Na mwaga damu ya Yesu kwenye vyombo vyote. Na mwaga damu ya Yesu kwenye majiko yangu yote. Ninamwaga damu ya Yesu Kristo aliye hai. Natakasa watu wote walioko kwenye nyumba yangu. Na wamiminia damu ya Yesu na watakasa. Kila kilichojaa kwenye nyumba yangu, kila nilichonunua kwenye nyumba yangu ambacho sikukitakasa,
ninakisafisha kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ikiwa kiko kitu chochote kwenye nyumba yangu ambacho ni lango la kuzimu, kitu kilichoharamishwa kwa shetani, kinachotumika kama mlango wa kuachilia magonjwa, wa kuachilia mashambulizi, wa kuachilia attacks, wa kuachilia mateso, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, malango ya kuzimu vitu, malango ya kuzimu viumbe, kwa damu ya Yesu nafunga hayo malango. Nafunga hayo malango kwa damu ya Yesu. Nafunga hayo malango kwa damu ya Yesu. Mlango wote ambao mapepo mlikuwa mnafuatilia kwenye nyumba yangu, huo mlango na ufunga kwa damu ya Yesu. Na mwaga damu ya Yesu kwenye uvungu wa paa langu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye mabuibui yote yaliyoko kwenye paa langu. Natamka na kutangaza, utando wa mabuibui kwenye paa la nyumba yangu hautatumika kama antena ya shetani, hautatumika kama antena za kichawi, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Mapepo yote mlioko kwenye compound yangu, mapepo mlioko kwenye nyumba yangu, mapepo mlioko kwenye mazingira yangu, imeandikwa tumepewa mamlaka juu ya pepo wachafu. Nami naamuru pepo wachafu wote mlioko kwenye mazingira yangu, mlioko kwenye nyumba yangu, kwa jina la Yesu I cast you out. Na waamuru toka kwenye mazingira yangu. Mapepo yote na waswaga, naamuru kwa jina la Yesu, kila pepo kwenye mazingira yangu toka. 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 Kwa jina la Yesu toka. Kwa jina la Yesu toka. Mapepo yote, mapepo yote, mapepo yote. Kwa wasichana wa kazi toka. Kwa wasichana wa kazi toka. Kwenye nyumba yangu toka. Kwenye vyakula toka. Kwenye hewa toka. Kwenye atmosphere iliyoko kwenye nyumba yangu toka. Kwenye atmosphere iliyoko juu yangu na juu ya wasichana wangu wa kazi toka. Kwa wafanyakazi wangu toka. Mapepo toka. Mapepo ya kila aina. Saa hii kwa jina la Yesu, saa hii kwa damu ya Yesu, nafanya msako wa mapepo kwenye mimea yangu. Toka kwenye paa, toka kwenye mazingira yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina. Mazingira yangu ambayo nimenunua kwa hela halali, mazingira yangu ambayo nimenunua kwa hela halali, na mipaka yake, mazingira yangu ambayo nimekodisha, iwe ni chumba iwe ni nyumba, kisheria ni ya kwangu kwa sababu nimelipia. Hii ni territory yangu. Hii ni territory yangu. Ni eneo la mamlaka yangu. Hakuna pepo anatakiwa kuingia kwenye ile eneo. Hakuna shetani anatakiwa kuingia kwenye ile eneo. Hakuna bakteria anatakiwa kuingia kwenye ile eneo. Hakuna mfumo wa kuzimu anatakiwa kwenye ile eneo. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na pepo yote atakayejaribu kuvuka mpaka, naachilia moto kwa jina la Yesu, kwa ajili ya kuwateketeza kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Juzi tulijifunza kwa habari ya kujua viungo. Mungu anavyoweza kutumia viungo kusema na wewe wakati wewe huwezi kumsikilizi. Nilielezea na mtu yote ambaye kufuatilia session ya juzi, ufuatilie session ya juzi, jinsi ambavyo Mungu anavoleta mtoto duniani, kwenye viungo vyake anakuwa amesha script huyo mtoto atakuwa nani. Na adui kitu atakachokifanya ni kuhakikisha kwamba hujui jinsi ambavyo mtoto wako ana communicate na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaenda kuachilia damu Yesu kwenye viungo vyetu vyote. Tunavitakasa kila giza ambalo shetani ameliachilia kwenye viungo vyetu, ili kwamba kile ambacho Mungu alisema na sisi wakati tulikuwa tumsikilizi, hatuwezi kucommunicate, iondoke. Bwana Yesu asifiwe. Sema Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina. Baba, kwa damu ya Yesu,
Ninaachilia damu ya Yesu Kristo sahihi kwenye viungo vyangu vyote, kwenye figo, kwenye ini, kwenye moyo na viungo vyote ambavyo ulivitumia kuandika juu ya maisha yangu, kuandika juu ya kusudi lako kwenye maisha yangu, iwe ni kwangu na kwa watoto na wale nao waombea. Ninavitakasa viungo vyote kwa damu ya Yesu. Ninavitakasa viungo vyote kwa damu ya Yesu. Ikiwa adui alipita akaribu mfumo wa viungo vyangu, akaondoa kumbukumbu ya viungo vyangu, sahi kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, ninavitakasa viungo vyangu vyote. Ninavitakasa viungo vyangu vyote, kiungo kimoja baada ya kingine. Ninavitakasa viungo vyangu vyote vya ndani, navitakasa viungo vyangu vyote vya nje kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaviactivate ikiwa viliuawa, ninaviactivate sahi kwa jina la Yesu. Kila kiungo ambacho kumbukumbu iliondolewa, nina restore kumbukumbu ya kila kiungo. Nina restore kumbukumbu ya kila kiungo kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Kila ujumbe ambao Mungu aliuandika kwenye viungo vyangu, sawa sana Zaburi ya 139, sawa sana Zaburi ya 16, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, sahi ninaiachilia damu ya Yesu ya kuactivate hivyo viungo vyote kwa jina la Yesu, ya kuactivate viungo vyangu vyote kwa jina la Yesu, ya kuactivate viungo vya watoto wangu vyote kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuelewane tunachokifanya hapa. Ubongo wako, kila kiungo kina uwakilishi kwenye ubongo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kila kiungo chako cha mwili kina sehemu yake kwenye ubongo wako. Kwa hiyo kuna namna, kuna communication. Kwa kila kiungo kina kumbukumbu. Ndio maana taarifa inatoka kwenye ubongo inakuja kwenye kiungo, na taarifa inatoka kwenye kiungo inaenda kwenye ubongo. Kwa hiyo zina communicate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposema tuna restore kumbukumbu, kuna viungo unakuta vingine vimekufa, yani kumbukumbu havina. Tunakataa confusion kwenye viungo kwa jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, mimi ni roho itiayo uzima, kwa kuwa Yesu Kristo anakaa ndani yangu. Nami naachilia uzima kwenye kila kiungo kilichouawa kwa siri, kilichofishwa kwa siri, kilichozimwa kwa siri. Kiungo chochote kile ambacho shetani anajua kimebeba kumbukumbu za muhimu kwenye maisha yangu, iwe ni bone marrow, iwe ni mifupa, iwe ni kwenye kongosho, iwe ni kwenye ini, kiungo chochote kinachotumika kusikia sauti ya Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, na kiactivate sahi kwa jina la Yesu, na kiactivate sahi kwa roho ya uzima. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, na kuomba kuanzia leo, nipe uwezo wa kusikiliza viungo vyangu vinavyonipa maelekezo, viungo vyangu vinaposema na mimi. Nipe uwezo wa kucommunicate. Nipe sikio la kusikia wakati ini linaongea na mimi, wakati figo zinaongea na mimi, wakati moyo unaongea na mimi, wakati mifupa inaongea na mimi. Baba, nipe uwezo wa kusikia sauti yako iliyoko ndani ya viungo vyangu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Maana neno lako linasema viungo vyangu vinawasiliana na mimi wakati wa usiku. Nami natamka kuanzia leo, najiconnect na frequency za umeme za viungo vyangu vya ndani kwa ajili ya kusikia mashauri wakati nimelala, kwa ajili ya kupokea ujumbe wakati umelala. Baba, katika jina la Yesu, ninahamisha taarifa zote kutoka kwenye viungo vyangu, nazigeuza kuwa ndoto, nazigeuza kuwa ndoto,
na zigeuza kuwa ndoto. Kuanzia leo natamka na kutangaza overflow ya kila ujumbe uliokuwa captured kwenye viungo. Utanijia kama ndoto, utanijia kama maono, utanijia kama sauti, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Na vifunika viungo vyangu vyote kwa damu ya Yesu. Viungo vya watoto wangu vyote na vifunika kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naongea sasa na wazazi wenye watoto. Sitarudia kwa sababu ile session iliyopita, mtarudi kule mtaangalia kile kitu ambacho Mungu alielekeza. Kuna namna ambavyo Mungu ameweka kwa watoto, they communicate wakiwa wadogo sana kitu gani wanacho. They communicate, wazazi watuliagi. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtoto anapozaliwa anakuja na script ya who she is. Na mtoto ana uwezo wa kuexpress kile ambacho Mungu ameweka ndani yake. Sema hatuna sikio la kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi tunaenda kuachilia dawa kwenye viungo vya watoto. Mungu awasaidie sasa hivi kila kinachohusu mtoto, iwe ni kibaya ni kizuri, kiko ndani ya mtoto ambacho Mungu alisema na wewe. Sema kwa sababu huna sikio la kusikia, ukusikia, Mungu akakihamishia kwenye kiungo. Tunataka ile ujumbe wote ambao Mungu aliachilia kwa watoto wako ugeuze kuwa ndoto. Kuanzia leo utaanza kupata ndoto za watoto wako. Kwa jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninajiconnect sahihi na viungo vya watoto wangu vyenye ujumbe ambao Mungu ameweka ndani yao, vyenye ujumbe wa maonyo, vyenye ujumbe wa kuonyesha hatari. Baba, kwa damu ya Yesu, ninageuza kila ujumbe ulioko kwenye viungo vya watoto wangu vinijie kwa njia ya ndoto, inijie kwa njia ya ndoto. Nazigeuza hizo jumbe kuwa ndoto kuanzia leo kwa jina la Yesu. Nitaona kila kilichoandikwa humo, nitasikiliza kila kilichoandikwa kwenye viungo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nitasikia sauti, nitaelewa kwenye ndoto kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Nitajua ni kwa nini watoto wangu wamekwama, nitajua kwa nini wanapita na kopita, nitajua future yao, nitajua destiny yao, sawa sana Zaburi ya 139, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nimeomba na kuamini. Amen. Hallelujah. Amen. Rose, naomba tuongoze kwenye nyimbo mbili za kuabudu, afu tutaingia tena kwenye maombi mengine, ni muhimu. Hallelujah. Jitahidi kuendelea kuwa connected. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa uwepo wa Mungu tunakwenda kumwabudu Mungu tena usiku wa leo. Uweponi mwako nikae Bwana, uweponi mwako nikae Bwana, milele nikae weponi mwako, milele nikae weponi mwako, uweponi mwako nikae Bwana, weponi mwako nikae Bwana, milele nikae weponi mwako, milele nikae weponi mwako, weponi mwako nikae Bwana, weponi mwako nikae Yesu, milele
nikae weponi mwako milele, nikae weponi mwako, weponi mwako nikae, mfalme wangu, uweponi mwako nikae, baba yangu, milele nikae weponi mwako, milele weponi nikae Bwana. Uwepo wako Yesue ndio salama yangu. Oh, uwepo wako Yesue amani yangu. Tumwambie Bwana uwepo wako. Uwepo wako Yesue ndio salama yangu. Tumwambie Bwana uwepo wako. Uwepo wako Yesue amani yangu. Tumwambie tena Bwana uwepo wako. Uwepo wako Yesue ndio salama yangu. Tumwambie tena Bwana uwepo wako. Uwepo wako Yesue amani yangu. Tumwambie Bwana nakupenda, nakupenda Yesue, nakupenda. Mwambie tena Bwana nakupenda, nakupenda Yesue, nakupenda. Mwambie tena Yesu nakupenda, nakupenda Yesue, nakupenda. Mwambie Yesu nakupenda, nakupenda Yesue, nakupenda. Sasa tutamwambia Bwana usinitoe hapa, oh, usinitoe hapa kama uendi nami, na mimi siendi. Usinitoe hapa. Tumwambie Bwana usinitoe, usinitoe hapa kama uendi na mimi, oh, na mimi siendi. Mwambie tena Bwana usinitoe hapa, usinitoe hapa. Mwambie Bwana usiniache, usiniache ni, oh, kama uendi nami, na mimi siendi. Usinitoe hapa, usinitoe hapa, wow, usiruhusu niondoke kama uendi na mimi Yesu, na mimi siendi. Usinitoe hapa. Mwambie Bwana usiniache, usiniache niondoke kama uendi na mimi, na mimi siendi. Usinitoe hapa. Mwambie Yesu siruhusu niondoke kama uendi nami, na mimi siendi. Uongeze Yesu, uongezeke sana, mimi nipungue. Hebu mwambie Bwana usiku wa leo, wewe uongezeke, uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mwambie Bwana mimi nipungue, mimi nipungue, wewe Yesu, wewe uongezeke, uongezeke, uongezeke Yesu. Mwambie Bwana uongezeke, uongezeke
sana. Mwambie Baba nipungue, mimi nipungue. Wewe Yesu, wewe uongezeke, uongezeke. Yesu, mwambie Bwana kwenye kazi zangu uongezeke sana. Yesu we, mimi nipungue. Wewe Baba, wewe uonge kwa watoto wangu, uongezeke. Yesu, mwambie Bwana usiku wa leo uongezeke sana. Mimi Baba, mimi nipungue. Wewe Yesu, wewe uongezeke, uongezeke. Yesu, uongezeke sana. Baba, mimi nipungue. Wewe Yesu, wewe uongezeke. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Yesu aongezeke kwenye akili za watoto wetu. Yesu aongezeke kwenye amani yao. Yesu aongezeke kwenye afya zao. Yesu aongezeke kwenye tabia zao. Yesu aongezeke kwenye vinywa vyao. Yesu aongezeke kwenye hatua zao. Yesu aongezeke kwenye maamuzi yao. Yesu aongezeke kwenye mikono yao. Yesu aongezeke kwenye mahusiano yao na wanafunzi wengine. Yesu akaongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maombi yetu. Amen. Yesu akaongezeke kwenye macho ya watoto. Wakitazama, wanatazama kwa macho ya Yesu. Yesu akaongezeke kwenye masikio yao. Wakisikiliza, wakasikilize kupitia masikio ya Yesu. Yesu akaongezeke kwenye vinywa vyao. Wanapojibu, wanajibu sasa na Yesu ambavyo angejibu. Yesu aongezeke kwenye mikono yao. Wakatende jinsi ambavyo Yesu angetenda. Yesu akaongezeke kwenye miguu yao. Waendee vitu sasa ambavyo Yesu angeviendea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aongezeke kwenye afya zao, kwa kuwa Yesu yeye ndio ule uzima. Akiongezeka kwenye afya zao ndio huo uzima wa Yesu unatawala kwenye miili yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu aongezeke kwenye kila kinachohusu watoto wetu kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Sasa hivi tunaenda kwenye kipengele cha muhimu sana. Tunaingia kwenye maombi ambayo yatakuwa ni very tense ya kuombea nyakati za mwisho. Na hichi nitakiliza kutokana na kitu ambacho nimekiona. Niliona nawaambia watu, jamani, tujiandae, tuko kwenye nyakati za mwisho. Nawaambia kabisa watu, tujiandae, tuko kwenye nyakati za uovu. Na leo tutaenda kusoma, tutaenda kuomba Mungu atuepushe sisi na watoto na zile roho zinazotenda kazi nyakati za mwisho. Na nitazisoma kwa listi yake zilivyo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na ujitahidi kila wakati wewe unaomba ya maombi Mungu kwa sababu shetani anafanya kazi kupitia watu wanaozunguka, pia watoto wetu. Anafanya kazi pia kupitia watu wanaotuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa careful, unaweza kama umejilinda wewe, lakini akatumia watu wanaokuzunguka. Akatumia mke wako, akatumia mume wako, akatumia watoto wako, akatumia wafanyakazi, akatumia marafiki, akatumia majamaa, akatumia majirani. Yaani kwa namna yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo wa 2:3 mstari wa kwanza nitasoma pale mpaka wa 5. Neno la Mungu linasema, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao. Hili lipeleke kinagusa watoto wetu. Wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano utawala lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuomba mbele za Mungu, tunaenda kumwomba Mungu atukinge na kila roho inayotenda kazi nyakati za mwisho. Atukinge na kila adui anataka kumtumia kinyume chako na uzao wako na familia yako. Bwana Yesu asifiwe.
Sema Baba katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Sawa sawa na neno lako Bwana. Sawa sawa na neno lako. Tunakuomba ukatuwekee kinga kwenye nafsi, roho na mwili, kwenye nafsi na watoto wetu na ndugu zetu na wote tunaowaombea dhidi ya roho zinazotenda kazi nyakati hizi za mwisho. Bwana Yesu, tunakuomba kwa jina la Yesu, kama ulivyoachilia neema kwenye nyumba ya Nuhu, ukamwokoa yeye na kizazi chake dhidi ya zile roho zilizokuwa zinatenda kazi kipindi cha Sodoma na Gomora. Baba katika jina la Yesu, ninakuomba unilinde Bwana, mimi na uzao wangu na familia yangu yote, na kila roho zinazoachiliwa sahihi na mkuu wa uweza wa anga, zikiteka akili za watu kwa ajili ya kufisha watu, ili kuwafanya kuwa mateka kwenye nyakati hizi za mwisho. Kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, nasimama kama kuhani juu ya watoto wangu, nasimama kama kuhani juu ya familia yangu, nasimama kama kuhani juu ya wazazi wangu, nasimama kama kuhani juu ya kaka zangu na dada zangu, nasimama kama kuhani juu ya wote ninaowaombea, nikiachilia ulinzi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ulinzi wangu mimi na uachilia juu ya familia yangu, safina nayotengeneza juu ya ndugu zangu na familia yangu ni safina ya damu yako na jina lako, ni safina ya neno lako Bwana, kama ulivyomwokoa Nuhu na kizazi chake chote, kama ulivyomwokoa Lutu na kizazi chake chote, wakati ukitaka kuichoma, ulipotaka kuchoma kule Sodoma. Baba kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, Baba ninakuomba sahi kwa damu ya Yesu, ninaomba utulinde na mabaya yote yanayoachiliwa usiku na mchana kwa ajili ya kuharibu familia, kwa ajili ya kuharibu ndoa, kwa ajili ya kuharibu kazi, kwa ajili ya kuharibu mahusiano, kwa ajili ya kuharibu watoto. Tunakataa hizo roho kwa jina la Yesu. Tunazipinga kwenye malango ya watoto, tunazipinga kwenye malango ya ndugu zetu, tunazipinga kwenye malango ya familia. Hizo roho za nyakati za mwisho kwa jina la Yesu, ninazungushia familia yangu ukuta wa moto. Hazitaweza kuvuka huo ukuta, hazitaweza kuingia kwenye huo ukuta, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, neno lako linasema ya kwamba utakuwa ukuta wa moto kutuzingira pande zote. Baba, uwe ukuta kunizingira mimi na familia yangu, uwe ukuta wa moto kuzingira uzao wangu na vyote nilivyo navyo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwema. Tunamshukuru kwa uaminifu wake na kwa jinsi ambavyo ametusaidia. Ibada leo haitakuwa long sana. Direct tunaenda kwenye issue ya kujua kwa nini tunawaingiza watoto kwenye agano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini agano? Lazima kujua kwa nini agano. Mungu anaoperate kupitia agano. Mungu ana connect na watu kupitia agano. Ni muhimu kujua umuhimu wa agano, na ndio maana unaona paka Yesu alikuja ilibidi aachilie pia agano jingine. Bwana Yesu asifiwe. Agano linasababisha Mungu anakuwa Mungu wako, Mungu wa watoto wako. Chochote kile ambacho unaamua kufanya agano na Mungu, labda kwenye kazi au biashara au kama watoto wanavyofanya leo, ni unamuingiza Mungu kuwa Mungu wa mtoto wako. Kwamba ikitokea jambo lolote ambalo litakuja kinyume cha mtoto wako, Mungu atatazama agano kwa ajili ya kumwangalia mtoto wako.
Kitu ambacho kitasababisha Mungu amuone mtoto wako ni agano, ndio litakuwa linampa Mungu access ya kumuona mtoto wako. Agano lina nguvu kwenye maisha. Na ndio maana shetani ana fight throughout day and night kuhakikisha watu wanaingia kwenye maagano. Shetani akiona unashirikana kwenye agano ataongeza kwenye agano la uzinzi. Yaani kuhakikisha tu kwamba una agano fulani analitumia kuoperate on your life. Kwa hiyo tunapofika kwenye kitu cha agano, ni kitu cha kiungu ambacho Mungu amemuumbia mwanadamu. Na shetani anajua nguvu ya agano. Ndio maana usiku na mchana watu wanaomba peleka mbuzi, peleka ng'ombe, watu wanazini, watu wanafanya nini, ili kwa ajili ya kusababisha shetani awe katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Awe Mungu wao. Mungu anapokuwa katikati ya maisha ya mtoto wako kama Mungu kiagano, agano linasababisha Mungu anampigania mtoto. Hata ikitokea ajali, na watoto lazima muwafundishe pia wajue kwamba kuna agano nimefanya na Mungu kwa ajili yako. Hata inapotokea kitu kibaya chochote, anaweza kumwambia Bwana, kumbuka agano. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe mwenyewe ukifanya agano na Mungu, unamwambia tu Mungu, kumbuka agano. Hata kama mtu anapitia kwenye mateso fulani, kwenye maumivu, kwenye magonjwa, mwambie Bwana, kumbuka agano kwa uzao wangu. Bwana Yesu asifiwe. Agano ni njia au ni access inampa Mungu kumhudumia mtu. Ukiangalia lile sanduku la agano, kipindi ambalo Mungu anamwambia Musa alitengeneze sanduku la agano, naelezea hapa ndo tutaelekea kwenye kuingiza toto kwenye agano, kwa sababu lazima ufanye agano with understanding. Huwezi kufanya agano bila kulielewa, kwa sababu lazima uwe na uelewa. Ndio inaweza kuwa na effect kwako, kwa sababu utajua jinsi ya kulitumia. Bwana Yesu asifiwe. Agano, ukiangalia ile sanduku la agano, wakati akina Daudi wanabeba sanduku ya agano, ndani yake kulikuwa kuna nini? Neno la Mungu linasema juu ya lile sanduku, Mungu akamwambia Musa, uweke makerubi, utengeneze makerubi. Makerubi kazi yao ni kuatamia agano. Alafu akamwambia kwenye hilo sanduku la agano uniwekee kiti cha rehema. Kupitia agano Mungu anaweza kaachilia rehema. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya agano linasema kwamba kuna amri 10. Kuna ushuhuda. Kuna testimony ziko kule. Ushuhuda gani? Wa neno lake. Ni kitu gani namkumbusha Mungu anatamani akifanye? Kupitia agano, kupitia neno lake anafanya. Kwenye ile sanduku la agano kulikuwa kuna kitu gani pia? Kulikuwa kuna ile fimbo ya Haruni iliyochanua. Ya Mungu kufanikisha vitu vyako, kuchanua vitu vyako au vya mtoto. Kulikuwa kuna mana, provision, mahitaji. Haleluya. Kwa agano ni kitu cha muhimu sana ambacho kila mtu lazima akijue na atilie maanani, hata yeye mwenyewe kuhakikisha kwamba ana agano na Bwana. Lakini sasa leo tuko specific kwa ajili ya watoto. Na neno linalotuongoza siku ya leo ni siku ya kuimarisha agano kati ya uzao wako na Mungu wako. Hili agano tunalofanya leo sio la kwanza. Tuna connect na agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Ili agano tuna connect. Siku ya kuimarisha agano kati ya uzao wako na Mungu wako. Mwanzo 17:7 inasema, agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao. Kwa hiyo ina maana ile agano alilofanya leo kwa mtoto wako litaendelea. Hata kama mtoto wako anafika mahali anaweza kana asifanye, anaweza kujikuta anapokea baraka lakini hajui source. Ni agano ambalo mamake alifanya mwaka 2026. Kuna wajukuu watakuja mbele, watakula matunda ya agano lililofanywa mwaka 2026 mwezi wa 7. Kwa nasema na vizazi vyao. Na mwanzo, agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kwa agano la milele, alina mwisho.
ni eternal covenant, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Umeona Kwa hiyo Mungu, namuingiza Mungu kuwa Mungu wa mtoto wako, kwamba wherever she is, God will fight her battle. Hata wewe mwenyewe unapoona mtu anapitia situation uzielewe, unamwambia Bwana, kumbuka agano. Uone njia, Bwana kumbuka agano, naomba njia. Anaumwa, Bwana kumbuka agano, ponya mtoto wangu. Wewe ni Mungu wa mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ukisoma pia Mambo ya Nyakati 26:45 inasema, lakini kwa ajili yao nitalikumbuka agano la baba zao niliowaleta watoke katika nchi ya Misri mbele ya macho ya mataifa, ili kwamba niwe Mungu wao. Mimi ndimi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kwenye Old Testament, kwenye agano la kale, wakati wowote ambapo Mungu alikuwa anataka kuwatoa Wanaisraeli kutoka hatua moja kuwapeleka hatua nyingine, kuwahamisha hata katika hatua Misri, anasema alilikumbuka agano, akawahamisha na kuwapeleka katika nchi aliyowapia baba zao kwamba atawapa. Kwa kuna milki ambazo mtoto wako alikuja duniani anazo. Kila mtu aliyeumbwa na Mungu aliye hai, alipokuja duniani Mungu alijua atakaa wapi. Mungu ni very intelligent. Hakuna mtu aliyeumbwa hana mahali pa kukaa. Hakuna hata mmoja. Agano linasababisha provision za watoto wako zinaachiliwa. Kila mtoto lazima awe na milki zake. Lazima awe na mahali pake pa kuishi. Ndio Mungu wetu alivyo. Kwa hiyo wakati wote ambapo Mungu alikuwa akitoa Wanaisraeli kutoka one place to another, lazima akumbuke agano. Kipindi anaenda kuwapa tena kuwamilikisha nchi nyingine, alisema kwa ajili ya agano nilowapia baba zao, nitawafikisha mpaka mahali pale nilipoahidia baba zao nitawapa. Kwa hiyo agano lina provide. Kila kitu kinachotakiwa mtoto wako awe nacho kiko kwenye agano. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba nibe Mungu wao, mimi ndimi Bwana. Ukisoma Matendo ya Mitume 3:25 inasema, Matendo ya Mitume 3:25 inasema, ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu. Sisi ni watoto wa maagano. Kinachosababisha ile maagano na kuwa active ni kurenew covenant, reestablish again, kuyaimarisha kwa kutoa tena sadaka. Mwambie Bwana Yesu, naimarisha tena ile agano kati yako na Ibrahim, na liactivate juu ya maisha yangu, na liactivate juu ya watoto wangu, na liactivate juu ya ndugu zangu. Haleluya. Kwa anasema ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahim, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Kwa hiyo kwenye agano kuna baraka. Haleluya. Provision zote ambazo mtu anahitaji kuwa nazo zimefungwa kwenye agano. Access ya Mungu kuweza kumvisit mtoto wako na kuhakikisha kwamba anapata vitu vyake vyote ambavyo aliumbwa kuwa navyo kabla misingi ya Mungu kuwekwa, viko kwenye agano. Agano ni very potential to anybody. Agano ni la muhimu kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kati yake na Mungu. Haleluya. Ukisoma kwenye Galatia 3 pale, tukisoma sitaenda hapa lakini nitaelezea tu. Galatia 3:13 anasema Yesu alikubali kufanyika laana kwa kuwa imeandikwa, amelaaniwa mtu yote angekuwa mtini, ili baraka za Ibrahim ziweze kutufikiria mataifa. Kwa hiyo Yesu alipoachilia damu yake ya agano jipya, ilikuwa ni open door, ni ya kutupa access kwa ajili ya kuconnect na baraka za Ibrahim. Na nimeona kusoma hata kwenye Waebrania pale 9:15 anasema ngoja nisome ili itupe understanding ya kile ambacho tunataka tukielewe hapa kwa haraka haraka. Tunaingia kwenye kuingiza watu kwenye agano. Waebrania
Waebrania 9:15. Neno la Mungu linasema, ni kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Ahadi ya urithi wa milele. Kwa hiyo kuna urithi wa milele, kuna ahadi ya urithi wa milele iliyoko kwenye covenant, iliyoko kwenye agano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo tunapenda kuimarisha na kuwaconnect watoto na lile agano kupitia ibada ya leo. Ina maana wanakonektiwa na lile agano la urithi wa milele ambalo Mungu alifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo, kwamba katika watoto wetu mataifa watabarikiwa. Na provision zote na urithi ulioko kwenye agano, watoto wanakuwa wameconnectiwa nao direct. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa tunaenda kwenye ibada sasa ya kuweka watoto, tunaweka wakfu na kuwaingiza kwenye agano. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kila mtu amejiandaa. Hallelujah. Najua unaweza kuwa na watoto wa kwako na watoto wa ndugu zako. Unaweza kusimama kwa niaba yao. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Nimesimama mbele zako leo kama mzazi uliyenipa dhamana ya kulea na kulitunza kusudi lako lililoko ndani ya watoto wangu, lililoko ndani ya mtoto wangu. Baba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, leo hii kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, na kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninawatakasa watoto wangu wote kwa damu ya Yesu. Ninatakasa nafsi zao, natakasa roho zao, natakasa miili yao, natakasa maisha yao kwa damu ya mwana kondoo. Kila kinachohusu watoto wangu na kizamisha kwenye damu ya Yesu. Na wazamisha kwenye damu ya Yesu. Leo kwa damu ya mwana kondoo, watoto wangu ninawatakasa. Ninawaweka wakfu kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Ninawaweka wakfu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naweka wakfu kila chumba cha akili zao kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Naweka wakfu kila chumba cha miili yao kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Naweka wakfu kila chumba cha roho zao. Watoto wangu wote kuanzia leo ninawaweka wakfu kwa Bwana Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninawaweka wakfu kwa Bwana Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kuanzia leo kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Ikiwa kulikuwa kuna wakfu yoyote ya kuzimu, ya kurithi iliyokuwa nafuatilia watoto wangu kuanzia uzaliwa wa kwanza mpaka wa mwisho, kila roho za kurithi za wakfu za giza zinazonena kinyume na watoto, leo kwa damu ya mwana kondoo ninapangua hizo wakfu kwa damu ya Yesu. Wakfu za upande wa baba yao, wakfu za upande wangu, kwa damu ya mwana kondoo, hizo wakfu kuanzia leo ni batili. Hazina nguvu juu ya watoto wangu, hazina mamlaka juu ya watoto wangu. Leo ninawatenga kwa damu ya mwana kondoo kwa ajili ya kumtumikia Mungu aliye hai, aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Imeandikwa, na chochote kilichowekwa wakfu kwa Bwana ni kitakatifu sana kwa Bwana. Ni kitakatifu sana kwa Bwana. Watoto wangu ni watakatifu sana kwa Bwana. Na chochote kile
kilicho najisi kuanzia leo karibia watoto wangu hakitafanyikiwa kwa damu ya Yesu. Hakitafanyikiwa kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo kwa damu ya Yesu. Watoto wangu ni mali ya Bwana. Watoto wangu ni mali ya Yesu. Sio mali ya kuzimu. Sio mali ya Marine Kingdom. Sio mali ya mkuu wa uweza wa anga. Si mali ya roho zinazoharibu. Kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Sasa tunawaingiza kwenye agano. Bwana Yesu asifiwe. Sema Baba, katika jina la Yesu, saa hii kwa damu ya mwana kondoo ninawainua watoto wangu kwako, nikiwaingiza wote kwenye agano, nikiwaconnect watoto wangu wote kiagano, kwenye lile agano la milele ulilomwapia Ibrahim kwamba kupitia yeye na uzao wake mataifa yote yatabarikiwa, ya kwamba kupitia yeye na uzao wake utamiliki malango ya maadui zao. Leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninawaingiza watoto wangu kwenye agano lile la milele ambalo Mungu alifanya na Ibrahim na vizazi vyake vyote. Kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, ninawaconnect watoto wangu kwa jina la Yesu na lile agano, na lile agano. Maana imeandikwa, Yesu alikwisha kufanyika laana, maana alikubali kuangikwa mtini, ili zile baraka, ili zile ahadi ambazo Mungu alimwahidia Ibrahim zipate kutufikiria. Nami siku ya leo ya tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, watoto wangu ninawaunganisha na hilo agano kisheria. Ninawaunganisha na hilo agano kisheria kwamba kuanzia leo watoto wangu ni warithi wa ile ahadi, na provision zote na kila urithi ulioko kwenye lile agano umeunganishwa na watoto wangu. Baraka zote zoko kwenye lile agano zimeunganishwa na watoto wangu. Kuanzia leo watoto wangu hawatatangatanga, hawataharibiwa. Mungu wa Ibrahim ni Mungu wa watoto wangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ni Mungu wa watoto wangu. Vita ya watoto wangu ni vita ya Mungu. Kuanzia leo watoto wangu hawatafishwa, watoto wangu hawataharibiwa, watoto wangu hawataugua magonjwa ya Misri. Viungo vya watoto wangu havitaharibiwa, vinalindwa kiagano, vinalindwa kiagano. Watoto walioko kwenye viuno vya watoto wangu hawataharibiwa, hawatazuiliwa. Matumbo ya uzazi ya watoto wangu yako salama kuanzia sasa. Viuno vya watoto wa kiume viko salama kuanzia sasa. Kupitia ili agano tunatamka, watoto wetu hawatapata mimba za mapema, hawataharibiwa mapema,
Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Watoto wetu watakuwa vichwa tu wala watakuwa mikia. Watakuwa juu tu wala watakawe chini. Watakuwa mbele tu watakawe nyuma. Wataweza kupambanua mema na mabaya. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Iwe niko karibu nao, iwe siko karibu nao, jicho la Mungu liko pamoja nao kupitia ili agano kwa jina la Yesu. Watoto wangu hawatakaa wakose chakula, hawatakaa wakose mahali pa kuishi, hawatakosea kuoa wala kuolewa. Wataolewa na wanaume sahihi, wataoa wake sahihi. Ili agano litawatangulia, ili agano litapangua watu wabaya mbele yao, litapangua watu wabaya kuwazunguka. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, litanena juu yao wakati wamelala, litanena juu yao wakiwa macho, litapigana wakati pia hawajui, litafungua njia mbele yao, litawapa access kwenye corridors of power. Watoto wetu watakuwa ni watu wa kuigwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Watoto wetu watampenda Mungu, watapenda neno lake, watapenda maombi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa ajili ya ili agano, sitaka nikose chakula cha kuwalisha watoto wangu. Sitaka nikose nguo za kuvalisha watoto wangu. Na watavaa kifalme, na watakula kifalme, na wataishi kifalme kwa ajili ya Mungu niliyefanya naye ili agano. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utaconnect sadaka yako na hayo maombi. Haleluya. Amen. Tunaingia sasa kwenye kipengele cha kushiriki meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hii meza ya Bwana ni kwa ajili ya wazazi. Wazazi. Haleluya. Tunawaombea nguvu mpya. Nguvu mpya kwa kila mzazi. Zile nguvu zilizokuwa kwenye mwili wa Kristo. Nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chukua mwili wa Yesu Kristo tuombe. Chukua mkate. Haleluya. Kama una mkate wa kawaida, unaweza kuchukua mkate wa kawaida. Kumbuka pia unashiriki kwa ajili yako pia na watoto wako, unashiriki kwa niaba yao. Haleluya. Inua mkate wako juu. Sema: Baba, katika jina la Yesu. Baba, kwa damu ya Yesu. Asante kwa kuwa usiku ule ulitoa mkate, ukisha kushukuru ukaumega mkate, ukaumega, ukawapa wanafunzi wako ukisema, twaeni nyote mle, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kisha usiku ule nyanyua kikombe chako. Kisha usiku ule ukakitoa kikombe. Ukisha kushukuru ukawapa wanafunzi wako ukasema, twaeni nyote mnywe, kwa kuwa hii ni damu ya agano jipya
iliyomwagika kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kabla mjashiriki meza ya Bwana, naomba niwapitishe kwenye maombi ya toba. Haleluya. Ili mwastahilishe. Sema: Baba, katika jina la Yesu, naomba damu yako ya thamani Yesu inistakase na kunisafisha kabisa, na kuniondolea chochote kile kinachoweza kusimama kinyume na mwili na damu yako kutenda kazi kwenye maisha yangu. Ninajitakasa nafsi yangu, roho yangu na mwili wangu. Na ikiwa ndani yangu nina mtu yoyote niliyemshikilia, nina mtu yoyote ambaye sijamsamehe, natangaza msamaha kwa damu ya Yesu. Natangaza msamaha kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninaomba unistahilishe kupokea ushindi ulioko kwenye cheti cha damu yako. Kila ushindi ambao ninahitaji, kila nguvu ninayohitaji, kila uweza ninayohitaji, kila access ninayohitaji, naomba kupitia mwili wako na damu yako ikaachiliwe leo kwa jina la Yesu. Kwa kuwa neno lako linasema wewe ulifanyika njia kupaingia patakatifu. Mwili wako ulifanyika njia kuingia patakatifu. Ninaposhiriki mwili wako na damu yako, naomba mahali popote ambapo nimekosa access, kwenye malezi ya watoto, kwenye mahitaji ya watoto, iwe yanayoshikika na ambayo hayashikiki, Bwana ninakuomba unipe access ya hekima yako juu ya watoto wangu, ya ufahamu wako juu ya watoto wangu, ya maarifa yako juu ya watoto wangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaposhiriki mwili wako na damu yako usiku wa leo, neno lako linasema aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Ikiwa kuna kipengele chochote kwenye maisha yangu na watoto wangu ambacho hakina uzima, Baba, ninapoenda kushiriki ninapokea uzima kwenye kila eneo ambalo halina uzima, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Pia umesema ulaye mwili wako na kunywa damu yako anaingia ndani yako na wewe ndani yake. Ninaposhiriki mwili na damu yako leo, ninaingia ndani ya mwili wako na wewe unaingia ndani ya mwili wangu. Naingia ndani ya damu yako na wewe unaingia ndani ya damu yangu. Kuanzia leo, kwa jina la Yesu, kwa kushiriki mwili wako leo, natamka na kutangaza na upokea uzima ulioko ndani ya Kristo. Napokea uzima ulioko ndani ya Kristo. Huo ndio uzima wa mwili wangu. Huo ndio uzima wa akili yangu. Huo ndio uzima wa viungo vyangu. Huo ndio uzima wa ubongo wangu. Huo ndio uzima wa seli nyekundu na seli nyeupe. Huo ndio uzima wa bone marrow zangu. Huo ndio uzima wa ngozi yangu. Huo ndio uzima wa moyo wangu. Huo ndio uzima wa figo zangu na ini na kongosho, na kwa watoto wangu wote. Ninaposhiriki saa hii, nashiriki kwa niaba ya watoto wangu pia, na ninapokea saa hii DNA ya Mungu, DNA ya Mungu iliyoko kwenye damu yake, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa kushiriki mwili na damu ya Yesu, na uchukua ile sehemu ya divine nature ya kiungu
iliyoko ndani ya mwili wa Yesu na kwenye damu yake. Kila ushindi Yesu alioshinda kwa ajili yangu, kuanzia pale Calvary, alipoingia kaburini, alipomnyang'anya shetani mamlaka na nguvu, alipofufuka, alipopaa, huo ushindi wote leo ninauchukua, ni mali yangu na watoto wangu. Hatutashindwa mahali popote, hatutakwama mahali popote, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Haya, shiriki. Bwana Yesu, asante kwa uaminifu wako na nguvu zako. Acha udhirisho, ule utukufu wako ulioko ndani ya mwili wako na damu yako, ule utajiri wa utukufu ulioko ndani ya mwili wako na damu yako, ukadhirike kwenye kila eneo la maisha yetu. Ukadhirike kwenye kila eneo la maisha yetu. Ukadhirike kwenye maisha ya kila mtoto. The abundance of your blessing iliyoko kwenye mwili wako na damu yako. The abundance of ya urithi iliyoko kwenye damu yako na mwili wako. Bwana, vikaachiliwe sasa. Vikaachiliwe sasa. Kila kiungo kilichokuwa hakina uzima, kila kiungo kilichokuwa hakina uzima, na kipokea uzima sasa. Na kipokea uzima sasa. Na kipokea uzima sasa. Na kipokea uzima sasa. Na kila kipokea uzima sasa. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo, natamka na kutangaza, kuanzia leo, sio wewe unayeishi, bali Kristo ndani yako. 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 Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. You are partaker ya uhai wa Kristo. Wewe ni partaker. Leo umechukua uhai wa Kristo ndani yako kwa kushiriki mwili wake na damu yake. Kama alivyosema, ulae mwili wangu na kunywa damu yangu, anapokea uzima ndani yake. Natamka na kutangaza kuanzia leo, uzima unaotembea kwenye damu yako ni uzima wa Yesu. Uzima ulioko kwenye viungo vyako ni uzima wa Yesu. Uzima ulioko kwenye ubongo wako ni uzima wa Yesu. Uzima ulioko kwenye red blood cell na white blood cell ni uzima wa Yesu. Kwenye mifupa ni uzima wa Yesu. Kwenye figo, kwenye ini, kwenye moyo ni uzima wa Yesu. Kwenye tumbo la uzazi ni uzima wa Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba na kuamini na kupokea. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi wakati huu tunaenda kutoa sadaka zetu za shukrani mbele za Bwana. Unatoa kwa moyo wa kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tunakushukuru kwa uaminifu wako na neema yako ambayo umeachilia kwetu. Tunasema asante kwa jinsi ambavyo umetuhudumia kwenye ibada ya leo. Asante kwa neema yako ambayo imepita. Asante kwa vitu matendo yako makuu na ajabu na kutisha uliyofanya. Asante kwa malaika waliokuwa wamehudhuria kwenye ibada ya leo. Asante Bwana kwa jinsi ambavyo jicho lako lilikuwa pamoja nasi. Asante kwa jinsi ambavyo umetuhudumia. Tumekuja mbele zako Mungu wa neema, tunaleta mioyo ya shukrani. Tunaomba pokea sifa Bwana na utukufu na heshima na adhama kwa matendo yako makuu na ajabu na kutisha uliotutendea. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa kuwa tutayaona matokeo na udhihirisho wa kile ambacho umekifanya siku ya leo, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Asante Mungu wetu na Baba yetu, tunakurudishia sifa na utukufu na heshima. Tunakusihi Bwana kwa damu ya Yesu, pokea sadaka zetu, pokea sadaka za mioyo yetu, pokea sadaka mikononi mwetu. Tunaomba utakabali na kuziridhia. Ni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai tumeomba na kuamini na kupokea. Amen. Amen. Mungu wetu ni mwema, tunamshukuru. Tumefika mwisho wa ibada ya leo. Kesho tutakuwa na ibada ya Passover, itaanza saa 5 kamili mpaka saa 7. Amen. Tutatuma tangazo kwa ujiandae kwenye ibada ya kuvuka mwezi na kuingia mwezi wa 8. Haleluya. Amen. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, asante kwa jinsi ambavyo umetuhudumia siku ya leo. Tazama sasa tena Bwana Yesu, tunapoirisha ibada ya leo, I commit everybody into your hand. Na kabidhi kila familia, kila nyumba, kila mmoja aliyeko mahali hapa Bwana, namkabidhi mikononi mwako. Baba, naomba uwalinde, uwatunze, wahifadhi, wategemeze. Baba, naombea Mungu wa neema kila hitaji walilonalo Bwana Yesu.
Kila hitaji walilonalo Bwana Yesu nalisogeza kwenye madhabahu yako. Kila hitaji walilonalo nalisogeza kwenye madhabahu yako. Asante Bwana Yesu kwa kuwa ulikuja na nako nasema ya kwamba wewe una supply mahitaji yetu according to the riches and glory in Christ Jesus. Bwana, naomba kwa kutana na mahitaji ya kila mmoja, kutana na hitaji la kila mmoja. Let your infinite intelligence supply their needs, O Lord. Let your infinite intelligence supply their needs, O Lord. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, kutana na haja zao, kutana na haja za mioyo yao. Ni kwa jina la Yesu na wakabidhi mikononi mwako Bwana. Na walinda waingiapo na watokapo tangu sasa na hata milele kwa damu ya Yesu. Amen. Mungu awabariki. Tutaonana kesho. Amen.